Shalom, God bless you. Mungu akubariki sana wherever you are. This is your Prophet Justin. Niko hapa tena siku ya leo na title nasema wakala wa siri. Kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa 4 mpaka wa 5. Nasema ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Na wakuu wa Wafilisti wakamwendea wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Andiko hili ni habari za Samsoni, ambapo Samsoni kwenye nyakati za leo anabeba picha halisi ya kanisa. Anabeba picha halisi ya mtu aliyeokoka. Nisikilize, yamkini kimwili unajiona ni wa kawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho unazo nguvu nyingi zinazosababisha kuzimu ikutumie mawakala wa siri. Ninaposema wakala wa siri, ni mjumbe wa kuzimu anayekuja kwenye maisha ya mtu aliyeokoka kwa lengo au kwa manufaa ya kuzimu. Na usichokifahamu ni kwamba ikitokea mchawi akaua mlokole mmoja, anapandishwa cheo. Sasa hawawezi kuua, hawawezi kutekeleza chochote kwako, hawawezi kukuangusha, isipokuwa umetumiwa wakala wa siri. Na ni wakala wa siri kwa sababu ni vigumu sana kuwafahamu hao watu. Wakati mwingine walitumwa kwa Yesu kumpeleleza, walitumwa kwa mitume kuwapeleleza, mawakala wa siri. Sasa Samsoni, kwa sababu ya kushindwa kujizuia na kujikuta anafunguka kila kitu, matokeo yake baada ya kumkamata wakampofusha macho. Kwa hiyo mtu aliyeokoka akifanikiwa kunaswa na mawakala wa kuzimu, cha kwanza wanachokifanya wanampofusha macho. Kama alikuwa anaota ndoto za Mungu, haoti tena. Kama alikuwa anaona maono, haoni tena. Wanampofusha macho. Ndo kanuni ya kuzimu wanapomkamata mtu aliyeokoka. Sasa hawa mawakala wamekuwa wakitumwa kwa kiwango kikubwa sana kwenye nyakati tulizokuwa nazo. Wako mawakala wa kawaida, na maanisha kuna wengine ni mawakala bila kufahamu kwamba ni mawakala. Yaani anatumika na kuzimu bila kujua. Uwe makini sana na mtu ambaye anakuja ibadani amechelewa, alafu anaondoka kabla ibada haijaisha. Na wakati mwingine akiwa ibadani kila siku, wakati wote analala tu usingizi. Wanaweza kutumika kama mawakala kusuka mashambulizi na kuyaachilia kwenye makanisa. Lakini pia kuna mawakala wanaolipwa. Mfano ni huyu Delila. Maandiko yanasema wangempa fedha kila mtu 1,100 endapo angetekeleza kile walichomtuma kwa Samsoni. Kwa kuna mawakala wanalipwa kabisa, wanakuja makanisani. Sasa wengi wameachiliwa, na kwa sababu kanisa halina macho, hawafahamu, wamejikuta wanaingia kwenye maanguko. Ukikuta leo kanisa limesambaratika mpaka kufika level ya kufungwa, ujue kuna mawakala wa siri walitumwa kwenye hilo kanisa, wakamteka mchungaji, wakateka uongozi wa kanisa, wakafanikiwa kulidhibiti na kuwasambaratisha watu. Ukiona nafika mahali mipasuko inatokea kanisani, vikundi vinaanza kanisani. Hawa wana kikundi chao, hawa wana kikundi chao, hawa wanawasema hawa, wale wanawasema wale. Mama mchungaji msengenyaji mkubwa wa washirika wake. Ni matokeo ya uwepo wa mawakala wa siri kwenye hilo kanisa, na ni vigumu sana kuwafahamu kwa akili za kawaida, lakini Roho wa Mungu akiwepo mtawafahamu, kwa sababu kazi ya Roho wa Mungu ni kufunua kilichojificha. Sasa mkimkataa Roho wa Mungu, ni vigumu sana kuwajua hawa watu, kuwanasa, kuwafahamu. Wapo wanafanya kazi. Kuna wengine ni wachawi 100%, lakini akiwa kanisani ananena kwa lugha, anatabiri, anaombea watu. Tena akiomba ni maombi yale mnasema Yesu upako umeshuka, kumbe ni mchawi 100%. Naweza kuwa ni mzee wa kanisa. Na ndio maana huaga nina shauri kwamba anapowekwa mtu kiongozi, kigezo cha kuwa kiongozi kisiwe fedha.
Kigezo kiwe mahusiano mazuri yeye na Mungu, alafu katika hayo mkonfamu katika Roho Mtakatifu kwamba huyo anafaa. Lakini mchungaji, ukipendekeza kabineti yako ya uongozi kwa sababu ya kuangalia fedha, unaweza kuweka mawakala wa kuzimu kwenye mfumo wa uongozi, na ndo huko mbeleni mtaanza kukuta matimu ya mipira yanaanzishwa makanisani. Eti wanajidanganya, tukifanya hivi tutafanikiwa kuwapata wale wa nje. Kwa hiyo tutakuwa na viwanja vya michezo, tutabandika vipeperushi kwamba Yesu anaokoa, sijui Yesu anaweza, sijui kimeenda Nisikilize, kama injili inahubiriwa kwa vipeperushi, hakuna haja ya kwenda kuhubiri mikutano. Tutumie tu vipeperushi. Unaweza ukafanya kitu cha kipagani, kitu cha kuzimu, ukajificha kwenye kivuli cha injili kwamba tutaweka jumbe. Ili neno tunalihubiri kwenye mikutano, tunahubiri watu waokolewe. Sasa ukiona hayo yote yanaanzishwa makanisani, program za kipepo zinaanzishwa makanisani, wakijitetea kwamba tutatumia hivi kuokoa wengine. Imefika mahali makanisa wanataka waanzishe mpaka swimming pool, watu wajage kuogelea, wakutane na vipeperushi vya Bwana huko vimebandikwa kwenye kingo za swimming pool. Yesu anaokoa. Jamani, tusidanganyane. Ni uwepo wa mawakala kwenye mifumo ya uongozi wa makanisa. Lazima tuwe makini sana. Biblia inasema mtakapoona chukizo la uharibifu limesimama patakatifu, walioko mijini wakimbilie milimani. Ni nyakati machukizo ya uharibifu yanasimama kwenye makanisa hivi sasa. Linachukuliwa jambo la kipagani kama lilivyo, linahamishiwa kanisani, heti wanajaribu kulidhoofisha kwamba tutalitumia kuokoa watu. Hapana, hatwendi katika namna hiyo. Na ndio maana ukikuta mtu anahubiri kwenye namna ya kipagani, kwenye mifumo ya kipagani, anaimba kama mpagani ili awapate wapagani, kesha apotea huyo, na kazi yake haina faida mbele za Mungu. Sasa haya yote yanalikumba kanisa kwa sababu ya uwepo wa mawakala wa siri ndani ya makanisa. Wamefanikiwa kupenya kwenye mifumo ya uongozi, wamefanikiwa kukamata wachungaji. Wakati mwingine wanakuja mfano wa watu wenye uwezo mkubwa sana kifedha, na anahakikisha kwa mchungaji hakuna njaa, sukari, unga, kila kitu anapeleka ili amfunge mchungaji, amkamate kinywa cha mchungaji. Kwa unakuta hata akifanya kosa linaloonekana, mchungaji anajaribu funika. Huyo ni wakala, amefanikiwa kumteka mpaka mchungaji ili kuzima kanisa. Wanachafua mabinti, wanachafua wanawake humo ndani, wanaharibu ndoa za watu, na mchungaji amekaa kimya tu. Inafika mahali anaogopa hata yeye kusema, anajaribu kutumia wajumbe wake. Tena anadhoofisha ujumbe ule, hauendi kama ulivyo kwa mtu, anaogopa. Anajua hapa nikisema sukari sina tena, fungu la 10 lililonona mwisho wa mwezi haliko tena. Kwa hiyo anaanza kudhoofisha ule ujumbe, haufiki kama ulivyo. Alikuwa akihubiri injili ya kweli, sasa hivi hawezi tena, maana yule anayemtunza ambaye ndo konki la uovu anafanya dhambi. Kwa hiyo hata jumbe za mchungaji zinabadilika, zinakuwa ni kusifu maovu badala ya kukemea dhambi ndani ya kanisa. Kwa hiyo hawa mawakala hawatoki kwa injili ya kuoshana, wanatoka kwa injili ya moto, na wanafahamika katika Roho Mtakatifu. Kwa Roho wa Mungu awepo ndani ya makanisa, itajulikana tu. Kuna mawakala wengine, ikiwa anayewindwa ni wa kike, anatumwa wakala wa kiume, na ikiwa anayewindwa mwenye huduma kubwa kanisani ni wa kiume, anatumwa wakala wa kike. Atakapofika hapo kanisani, ataanzisha uhusiano wa karibu na huyo mtu anayewindwa. Ataonyesha ukarimu mkubwa, upendo mkubwa sana. Atahakikisha anamjali kwa kila kitu, na wanakuwa na uwezo wa kifedha. Kwa hiyo itafika mahali anamtoa out. Itafika mahali Bwana akasema tuingie kwenye maombi ya mfungo, tukeshe usiku huu tuombe, na we mwenye huduma unaingia tu kwa mkumbo bila kusikiliza maongozi ya Roho Mtakatifu. Wanakwenda hivyo, nafika mahali kaka na dada, nafika mahali akifanikiwa kumnyonya nguvu zote, kamfyonza, watapelekana mpaka bichi, mpaka hotelini, mpaka wapi huko. Safari za out ni mara kwa mara, kiatu tena. Mchungaji huko ndo atazuiliwa kabisa, atakuwa anapewa kila kitu ili asijaji ukaribu wa huyo mtu na huyo mtu mwenye huduma. Mwisho wa siku akishafanikiwa kumzima yule, inafungua mlango wa mawakala wengine kuja kanisani, na muda mchache watakuwa wamefanikiwa kulisambaratisha kanisa.
Kumekuwa na visa vya watumishi waliokuwa na moto wa kuhubiri utakatifu na kusimama kwenye njia za Mungu kuanguka kwenye zinaa. Visa hivyo vinaongezeka kwa sasa kwa kiwango kikubwa. Unadhani chanzo ni nini? Chanzo ni uwepo wa mawakala wa siri ndani ya kanisa. Wako mawakala wengine ni watoto wadogo kabisa. Kuna wakati Mungu alinifunulia kitu cha ajabu sana. Tutoto tudogo kabisa twa Sunday school, mawakala wakubwa wa kuzimu, wana vyeo vikubwa kule uchawini, wanatumwa kwa ajili ya kwenda kuleta uharibifu ndani ya makanisa. Sasa kanisa lisipokuwa na macho, kanisa lisipokuwa na roho wa kutosha kuwaona hao, watajikuta wanaanguka. Na kuna wengine roho yupo anatoa maonyo, lakini mnazima hayo maonyo ya Roho Mtakatifu, mnamzimisha Roho Mtakatifu kwenye makanisa yenu, hamtaki kuambiwa ukweli. Sasa mtaepukaje? Mtaepukaje? Samsoni alitekwa na wakala wa siri, asijue, akahisi ni mke tu, akahisi ni mume tu, kumbe ni wakala wa siri. Anaweza kuwa ni mtu wako wa karibu. Maandiko yanasema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Anaweza kuwa ni adui wa wokovu wako, anaweza kuwa ni adui wa huduma yako, adui wa hatima yako. Ametumwa na kuzimu kwa lengo la kuzima kilichoko ndani yako. Hao mawakala nimetumiwa wengi sana. Wengine wanakuja kimwili, wengine wanakuja kwa roho. Wana agenda ya uwakala. Ni mfano wa mtumishi, anakushauri mtumishi, acha hicho unachokifanya, huna hekima, unaelekea pabaya. Kumbe ni wakala wa kuzimu, alafu anajiona ni mtumishi. Na anajiona kwake ni hekima kunizuia mimi kukemea dhambi. Anaona kwake ni hekima kunizuia mimi kusema ukweli. Kwamba mimi ni muasi, nimepotoka, nimekengeuka. Kwa hiyo Roho Bwana ameniambia uache. Roho Bwana ameniambia punguza hiki, fanya hiki. Kumbe ni mawakala wa giza. Kuna mawakala wanatumika bila kujua, na kuna mawakala wanatumika kwa kujua. Kuna wengine wanakuja ibadani kuvuruga ibada. Yaani nakuta mko mmezama, mnamtukuza Bwana, wanaanzisha mastepu ya ajabu. Yatoe fahamu zenu kwa Mungu, muanze kuwashangilia na kuwatazama wao badala ya kumtukuza tena Mungu. Sasa mnapoondoka kwenye wingu la kusifu, mnapoondoka kwenye wingu la kumtukuza Bwana, mkaanza kuwashangilia wao, kuwasifu wao kutokana na mastepu wanayoanzisha hapo mbele, namna wanavyosheki, wanakata viuno, si wanafanya hivi, manjonjo mengi na manguo yao ya hovyo, mnatoka kwenye uwepo, mnaruhusu mashambulizi makanisani. Kwa hiyo wapo mawakala wa siri ndani ya makanisa. Kuna sehemu nyingine bado hawajapenya, kuna maeneo mengine wameshapenya, na kwengine wameshapenya na kupeleka uharibifu. Inafika mahali makanisa yanafungwa, hakuna watu tena. Inafika mahali wachungaji wanakufa hovyo kiolela. Inafika mahali Wakristo waliokuwa moto, yaani wanapotea kiajabu. Mnasikia tayari ameanguka, amekwenda kwa mganga, mwingine amekuwa mganga yeye mwenyewe, mwingine ameenda sehemu fulani amepotea, mwingine amekufa. Kazi ya mawakala wa siri ndani ya kanisa. Sasa wakikushindwa kiroho, wanakuja kimwili. Na wanapokuja kimwili, wakati mwingine wanaweza wakatumia mpaka silaha za mwilini ili wakupoteze. Lakini ukiwa na nguvu za Mungu aliye hai, hata waje na bunduki na mapanga, wote endelea kubaki salama, kwa sababu Yesu atakuwa ni ngome na nguvu zako. Mungu awabariki sana. This is the Prophet Justin. Shalom.